Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an akizungumza saum ametuita sisi kama waumini, akatuambia a'udhu billahi minash shaitani rrajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mloamini, kutiba alaykumus siyam, imefaradhishwa kwa nyinyi saum kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa kwa umma walio kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Saum ambayo kwamba tuishi nayo, saum ambayo kwamba kila mwaka Mwenyezi Mungu anaturudishia na kutuletea, na tunamuomba aendelee kutuletea tukiwa wazima na tuifunge. Somo hii kama Qur'ani inavyotuonyesha kwamba ni ibada ya kihistoria, na ibada iliyopatikana tangu binadamu kuumbwa, na kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndo mtume wa mwisho, basi ibada hii itakwenda mpaka yaumul qiyama. Lakini Mwenyezi Mungu kama anavyobainisha katika Qur'an kwamba ametuletea saum ili tupate ucha Mungu, kana kwamba saum ni darasa, kana kwamba saum ni mafunzo ya kutupeleka katika ucha Mungu, kana kwamba saum ni mazoezi ya kujenga misuli ili tuwe wacha Mungu, ili mchezo wa ucha Mungu tuweze kupitia saum. Na ndio maana mufasirina wengi wanatuambia saum hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, hii saum ndogo, ni kwamba tuko darasani, tuko kwenye mazoezi, tufundishwa ili tukaingia katika saum kubwa. Saum kubwa ni kule kuwa wacha Mungu, na ucha Mungu unajengwa na mambo mawili: kutekeleza yale aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuepuka makatazo yake. Na miongoni mwa jambo kubwa ili tuwe wacha Mungu ni kule kuepuka makatazo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea saum ili tunapofunga, kama sasa hivi tumefunga tangu asubuhi, tulikuwa tuna uwezo wa kusema la katika mambo mengi. Kiu imekushika lakini ukasema la kwa sababu nimefunga mpaka magharibi. Njaa inakuuma lakini ukasema la, siwezi kula mpaka magharibi. Kila jambo ulikuwa una uwezo wa kuiambia nafsi yako la, ukaijenga misuli ya maamuzi na kuamua la na kuikataza nafsi yako, mpaka zoezi lile likawa kwa mwezi mzima ule linakuwa ni tabia ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu wakati wowote. Na ukiambia nafsi yako la, zoezi lile likazoeleka, misuli ile ya maamuzi ukaweza kuijenga, basi hata baada ya saum unaweza ukasema la pale mambo ya haramu yanapokuelekea. Ndio ile la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu ametuletea Ramadhani ni kama zawadi kwetu sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu dai mkubwa min ad-du'at shahru Ramadhan, dai mkubwa katika walinganiaji hakuna kuzidi mwezi wa Ramadhan. Sharaf ya mwezi wa Ramadhani inajielezea yeye yenyewe, na sharaf ya mwezi wa Ramadhani ni kubwa. Ikiwa mtu
hakuweza kulingana sawa, hakuweza kunyooka, hakuweza kusimama katika twaa kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani, hawezi kulinganiwa na mtu yoyote akaweza kuelewa. Mwezi wa Ramadhani misikiti yetu ina wageni wengi, imejaa. Walinganiaji ni sisi, kila siku tunawalingania, hakuna anayekuja. Lakini sharaf ya mwezi huu ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe kaiweka, yo imetosha kwamba ni mlinganiaji wa kuwakurubisha watu katika twaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo basi ndio maana ndani yake kuna fadhila nyingi miongoni mwa malipo ya ibada mbalimbali ziada. Awalishaye watu miezi ya kawaida hawezi kulingana na fadhila za mtu awalishaye watu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyolingania ubora wa kufuturisha watu, kuna masahaba walisema sio sote sisi tuweza kufuturisha watu. Mtume akasema hapana, hata upande wa tende tu ukimpa mtu unapata fadhila zilizokusudiwa za kumfuturisha. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunashukuru wenyeji wetu Sheikh Jalala kutuandalia kikao hiki, kikao ambacho ni chema kila mwaka kwa ajili ya ufuturishaji. Ufuturishaji huu ni ufuturishaji wa kitakwa na wa kicha Mungu, hasa kwa sababu tunahudhuria katika ufuturishaji mbalimbali ambazo sura yake si sura ya kiakhira, ni sura ya kilimwengu. Wafika mtu kama mimi hapa, mtu dhaifu, katika jalsa hii nimepata mstari wa mbele, si hivyo kama inakupewa maiki. Nafika katika futari, wala chai haifiki huko niliko. Mimi nimeenda na basikeli yangu, mabwana wakubwa wako pale na magari makubwa, paka chai ikifika kule nilikokaa ni saa 2 kasoro. Kwa tunamwombea Mwenyezi Mungu shekhe wetu aendelee. Mwenyezi Mungu ampe siha nzuri, ampe umri mrefu wenye kheri na yeye, ili tuweze kupata fadhila hizi kwa pamoja. Kwa kifupi, hizo ndio salamu ambazo nimeweza kustoa. Kama nimepatia ndio hicho, kama nimekosea ni mimi mwenyewe, sikutumwa nije nikosee. Asalamu alaykum wa rahmatullah. Na uzito wa hili jambo lenyewe ni anwani iliyozungumzia iftari ya umoja na amani. Hii anwani hii, ujumbe uliobebwa katika mwaliko huu ni mkubwa, na kwa sisi ndio wadau wa amani. Nikamshawishi ndugu yangu, rafiki yangu, mzee wangu, mzee Toa Umar Tawakal, pamoja na mwanawe Tahir. Lakini pia nimekuja na Sheikh Ustadhi, yeye ni miongoni watu wanaosimamia hifadhul Qur'ani pale Tanga. Sheikh wetu Harub, katika mashindano hayo mwanawe kashika nafasi ya kwanza, akawa na hamu kusema nifike katika jalsa kubwa kama hiyo. Nikamwambia basi tuenze tukajipate faida. Alhamdulillah, anwani hii imetufanya tuje sote na kuwawakilisha wanamaawa wote kwa anwani ya iftari ya umoja na amani. Istawilishe maneno, ni mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yenye kufahamika iliyozungumza kuwa as-sawmu li wa ana ajzi bi. Saumu ni yangu, kwa kuwa saumu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naamini hata iftari pia ni ya Mwenyezi Mungu, sababu ukifunga si ndio utafuturu. Sasa hii iftari sio ya jalala wala sio ya Shia, ni iftari ambayo ina anwani ya
umoja na amani. Tamko hili limetufanya tuje sisi sote, kwa sababu asaumu li. Lakini katika mtazamo wetu kama sisi wadau wa amani, tuna kitu tunakiita Islamic Promotion and Common Forum, namna kupromote Uislamu. Uislamu una vita vikubwa sana ulimwengu wetu huu wa leo. Waislamu wanapopigwa vita ulimwenguni, yule anayempiga vita Uislamu hasemi kuwa huyu ni Shia, wala huyu nimempiga vita labda ni Wahabi, ama huyu nimempiga vita labda ni mtu wa Twarika. Yeye anakusudia kuwa kuwapiga vita Waislamu. Sasa anwani ya amani na umoja imenisababisha nije tujenge nguvu katika tamko letu lile la Islamic Promotion and Common Forum. Katika search for Common Forum, namna ya kutafuta umoja, kuna njia nyingi. Ziko hizi za kibinadamu na diplomasia nyingi zinazokutana. Kuna watu wanaunganishwa na mpira, nchi zinapigana, lakini unatuambiwa leo China yacheza na Marekani. Ile ni Common Forum, kuna kitu ambacho kimewaunganisha. Sasa je, sisi Waislamu katika yote tuliokuwa nayo hakuna kitu kinachoweza kutuunganisha? Ikhtilafu zetu zote tulizokuwa nazo, basi hakuna kinachotuunganisha. Mimi naamini somo inatuunganisha, kwa sababu ndio asomu li. Hii somo ni lazima tuifunge Waislamu wote, ni moja katika nguvu za Waislamu. Lakini pia miongoni mwa mambo yanayotuunganisha ni hija. Katika vitu ambavyo viko katika Common Forum ndani ya Uislamu ni hija na saumu. Licha ya mapokezi ya sheria chungu zima ambazo ni vitabu, Sheikh Kikombe hapa amezungumza, mashekhe pia msiwaamini. Allahu Akbar. Maana ndio wanaandika hivyo vitabu. Lakini unapokwenda za kwa Maka, umehirimia hija, utafanya amali ya hija, na Mashia wapo wangezuiliwa, akaambia hawa si Waislamu, basi wasiingie hapa Maka. Yani katika ile Islamic Promotion and Common Forum kuna kitu kinatuunganisha. Sasa hili la kuonyesha kuwa ni iftari ya umoja na amani, huu umoja wetu ndio sababu ya sisi kuunganika. Nikaja na mzee Twaha na Sheikh Harun na Ustadhi Tahir na wengine wote ambao wameshangaa kuona Sheikh Muhammad leo yuko hapa. Nipo imefika katika anwani iliyosemwa, hii ni iftari ya umoja na amani. Kwa sisi wapenzi wa amani, dumisheni amani katika maeneo yetu. Tutoe mafunzo ya Uislamu sahihi, tujaribu kuwafundisha vijana wetu kupambana na changamoto za ulimwengu. Kwa machache ya tosha tu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.